siku ya Jumatatu nilikuwa TFF. Hakuna mtu aliniambia kwamba kuna kikao kinakuhusu. Jumatatu jioni nikampigia rais wa TFF, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Jumanne asubuhi nikampigia tena rais wa TFF, nilikuwa na shida naye, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Jumatatu asubuhi nilikuwa na katibu mkuu wa TFF, hakuniambia kama kuna kikao kinanihusu. Nasafiri Jumanne mchana, hakuna mtu aliniambia kuna kikao. Sasa ninachosema mimi ni kwamba hili jambo limekaa kimkakati zaidi kuliko kisheria. Na nasema hivyo kwa sababu hapo nyuma jambo hili liliwahi kuandikwa kwenye gazeti moja. Na kama unavyofahamu jambo hili ambalo linazungumzwa sasa lina zaidi ya miaka 14. Na katika kipindi hicho chote ambacho linazungumzwa hili jambo, mimi nilikuwa ni raia tu wa kawaida. Sasa sioni ni kwa vipi linahusiana na makamu wangu wa rais. Kwa ninachojua hapa tatizo ni makamu wa rais, na wala sio jambo jingine. Tatizo ni mwenyekiti wa kamati ya fedha ya TFF. Tatizo ni ajira za TFF. Tatizo ni fedha za TFF. Lakini si jambo hili ambalo linazungumzwa, kwa sababu nilitaraji jambo kama hili ambalo limekaa kwa zaidi ya miaka 14 au limeshazungumzwa miezi 6 iliyopita, lilipaswa liandaliwe vyema, iwe ni kesi ya msingi, iwe kesi ya mfano, ili pande zote zinazohusika na jambo hili ziwe zimefanya kazi yake. Ninaamini kabisa mnaposema kwamba document imekuwa forged, watu wa kwanza kabisa walitakiwa kufanya kazi ni forensic, kwa maana ya jeshi la polisi. Unaposema kwamba document hii imekuwa forged, sio mtu mwingine yote ambaye anaruhusiwa kusema ni forgery au sio forgery. Unatakiwa ulipeleke forensic, jeshi la polisi wakaangalie uhalali wa hiyo document. Je, imekuwa forged au sio forged? Hiyo la kwanza. Lakini la pili, hiyo kampuni ambayo inasemekana kwamba document yake imefujiwa ina wakurugenzi, ina wenyinayo. Wanasemaje kwamba document hiyo imekuwa forged? Wameitwa kwenye kikao kama usema mwanasheria, kwamba hiyo kampuni yenyewe haijaitwa, lakini wanaambiwa document yao imekuwa forged. Mlalamishi nani? Kampuni zote zina wakurugenzi. Ukienda BRELA sasa hivi unapata wakurugenzi wote wa hiyo kampuni. Kwa hiyo nilichotegemea mimi ni kwamba kwanza wangepata statement kutoka kwenye hiyo kampuni ambao wanasema kwamba document yake imekuwa forged. Lakini pili, wangeweza pia kwenda mambo ya ndani, kwa maana jeshi la polisi, kwa sababu sisi tuna wasiwasi hii document imekuwa forged, tunaomba mtusaidie watu wa forensic. Lakini hakuna anayezungumza hilo. Watu wanazungumza kwamba imefujiwa kwa vipi? Basi mnapokwenda kwenye kikao semeni halali ni hii ndio ile kufujiwa. Hayo yote hayapo. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba, ndio maana nikasema kwamba hili jambo lenyewe limekaa zaidi kimkakati wa nafasi ya makamu wa rais. Halikukaa kwa maana ya sheria, halikukaa kwa maana ya evidence. Kwa sababu unakwendaje kufanya hukumu au unasikiliza kesi bila kuwa na ushahidi wa pande zote mbili? Mlalamikaji ni nani? Mlalamikiwa ni nani? Kama unasema JX system document ilikuwa forged, je, umekwenda kuwatafuta wakurugenzi wa JX system? Wakakwambia kwamba hii document imekuwa forged? Wakakwambia kwamba huyu mtu amechukua pesa zenu, kweli watanyamaza? Uchukue pesa ya mtu ambaye hajakutuma alafu anyamaze? Si ni kesi ya polisi? This is police case. Kama umeweza kuforge document ukajipatia pesa, ni kesi ya polisi. Naona sio amali. Hatuwezi kukubaliana kuiba pesa alafu tukasema tuna vyombo vinaweza vikafanya maamuzi ya mtu ambaye ni mwizi.
Haiwezekani. Au ukafanya forgery, afu tukakubaliana sisi ndani bana hii forgery tuifanye iwe ni halali. Haiwezekani. Lazima vitoke kwenye mikono yenu muende kwenye mikono ambayo ipo. Jambo hili halikuanza leo. Jambo hili liko TAKUKURU. Leo unazungumzia kitu ambacho tayari kiko kwenye law enforcement agent TAKUKURU. Hili jambo lipo. Kwa hiyo tunaingilia uchunguzi wa TAKUKURU. Tuna mamlaka ya kuingia jambo ambalo tayari kwenye uchunguzi. Lakini pili, hiyo barua ambayo mlipewa nyinyi TFF. Hebu muulizeni aliyekupeni akupeni halali, barua halali ni ipi na barua ambayo si halali ni ipi, mwiteni. Kwa mimi ninachosema ndugu zangu, huu ni mkakati ulipangwa, na ndio maana mpaka siku ya Jumanne saa 8 sijaambiwa lolote. Ninasafiri naambiwa watu wamekuja nyumbani kwangu wana makabrasha. Ya nini hawajui. Baadaye nasoma kwenye mitandao kitu ambacho mimi ningeweza kujirepresent na ningeweza kutoa ushirikiano mzuri zaidi kama ningelikuwepo. Lakini above all ni kwamba kama jambo lilishakwenda kwenye kamati ya utendaji na kamati ya utendaji kaagiza kazi zifanyike, inapaswa irudi kwenye kamati ya utendaji. Kwa mujibu wa katiba ya TFF, makamu wa rais hawajibiki kwenye kamati ndogo. Haiwezekani. Kama kamati ya utendaji ingilisema hivyo kwamba nampelekeni huko, then that's right. Au mkutano mkuu ukasema bwana mpelekeni huko, that's right. Au mkutano mkuu ukanifukuza.